Kwa majina naitwa Pili Kitangita Birahi, ni mwenyekiti wa jumuiya ya makada ya watu wenye ulemavu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania. Tunapenda kushukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kupokea ilani ama kuzindua ilani hii. Katika huu mkutano mkuu maalum wameweza kukumbuka sana watu wenye ulemavu wa kuanzia SHIVYAWATA, vyama vya watu wenye ulemavu, lakini pia kwa upande wa siasa tumeweza kukumbukwa na kumkualikwa kama sisi ambao ni makada wenye watoto wa chama, ndio sisi wenye ulemavu. Hivyo tumeweza kupokea ilani yetu ikiwa imekaa vizuri kimkakati kabisa, imegusa makundi yote, imetugusa sisi upande wa afya, watu wenye ulemavu tumeguswa, upande wa elimu tumeguswa, upande wa huduma za kijamii pia tumeguswa. Na tunapenda kushukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mwenyekiti aliandaa ilani hii ya chama. Kwa kweli tumeweza kufurahia sana na tumepokea kwa shangwe. Ilani hii imeweza kutugusa moja kwa moja bila kupepesa macho. Upande wa afya, watu wenye ulemavu tumeweza kuwekewa mazingira rafiki ya kupata huduma, lakini pia hata wanawake wajawazito kuondoa vifo, maana katika mahodi yetu yale ya wazazi kuna chumba maalum cha mwanamke kujifungulia pamoja na kitanda maalum. Tunaweza kusema ni asante sana kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ndugu zangu, tutambue Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinaweza kumpa mtu mwenye ulemavu nafasi ya maamuzi toka ngazi zote zile unazozijua, kuanzia serikalini, upande wa siasa, mtu mwenye ulemavu ameweza kukumbuka na kupewa nafasi. Lakini pia Chama cha Mapinduzi ambacho kinaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa taifa, kinaweza kutetea amani ya nchi hii. Amani ya nchi hii sisi tunaifurahia Watanzania wote, lakini kwa muhimu sana watu wenye ulemavu tunafurahia sana amani. Nchi hii ikipata maporomoko, waathirika wakubwa ni watu wenye ulemavu. Jamani, hatuwezi kukimbia, wengine hatusikii, wengine hatuoni. Kwa kujua bomu hili namna gani ya kulikwepa hatuna namna. Hivyo tunafurahia sana amani ya nchi hii ikiendelea kutawala, iendelea kutupa sisi amani. Ni waombe wa Tanzania wenzangu, mwaka huu tuna jambo letu ambalo ni jambo la uchaguzi. Tushirikiane kwa pamoja kumchagua mheshimiwa na kumrudisha Samia Suluhu Hassan kwenye kiti chake. Sisi watu wenye ulemavu ambao ni makada wote kwa pamoja tumeahidi asante yetu tuenda kumpa Mama Samia kwa kura milioni 5.2 ambazo hazina mbambamba, ambazo kura hizo jamani ndugu zangu hatutakuwa na foleni, ni kufika na kupiga kura na kuondoka. Hivyo sisi tunawaomba watu wote wa Tanzania, mtuleteeni Samia wetu, mama yetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Nani kama Samia? Hayupo. Samia mitano tena. Hawa wote ni wajumbe ambao wamekuja kwenye mkutano. Hawa wote wajumbe wenye ulemavu tuko pamoja. Naomba sasa nimkaribishe ndugu yangu aweze kusema machache. Karibu. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Hemedi Omari Rumbo. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii. Mimi nina mambo matatu ya kuongelea. Jambo la kwanza kabisa nimshukuru mwenyekiti wetu wa chama, yani Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuthamini makundi yote. Kundi letu analigusa sana kwa namna moja ama nyingine katika mambo mbalimbali ambayo anayafanya, na sisi tumo kama hivi mnavyotuona leo. Tumetoka kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chama kinachotegemewa nchini Tanzania, pia kinasifika ndani ya dunia. Lakini la pili ambalo nataka nilizungumzie ni utekelezwaji wa mambo haya matatu ambayo tumekuja kuyafanya katika mkutano huu. Na kwanza, upokeaji wa ile ilani iliyopita ilikuwa nzuri na imetutendea mambo mazuri. Lakini jambo la pili, marekebisho ya katiba. Yale marekebisho yamefanywa vizuri, pia yametugusa na sisi tunashukuru. Ilani hii ya leo iliyozinduliwa, tunashukuru sana kwa uzinduzi wake. Sasa kwa sababu gani? Inakwenda kutugusa moja kwa moja kijamii. Tunapozungumzia maji, na sisi tukipata shida maji yanatugusa, lakini kwenye afya tumewekewa hivyo na mambo mengine. Kwa msingi basi walioandaa ilani akiwemo Kitila Mkumbo tunawashukuru. Zaidi ya hilo, Mwenyezi Mungu amjalie Samia
na viongozi wengine wote hatimaye waipeleke nchi kule ambako tunakotaka, na jambo letu la uchaguzi liende likatimie. Msisitizo kwa wenye ulemavu wenzetu wajitokeze kugombea, na wale ambao wataofika salama siku ya kupiga kura, twende tukapige kura, tumpatie mama kura nyingi kabisa ili CCM ishinde kwa kishindo. Tunamshukuru sana Mama Samia na viongozi wengine wote, hususani wale wa ngazi za juu katika Chama cha Mapinduzi. Asante sana.